Habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa. Mimi ni Farida Mbilinyi, karibu sana. Wizara ya Afya kupitia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma General imekabidhiwa vifaa tiba vya kisasa vya uchunguzi na matibabu ya macho kutoka kwa wadau wa afya, huku uongozi wa hospitali hiyo ukibainisha kuwa vifaa hivyo vitakuwa msaada kutokana na wagonjwa wa macho kuongezeka kwa kasi. Tunajiunga na mwanahabari wetu Ezekiel Mtonyole kutoka Dodoma. Ezekiel, karibu. Asante kutoka studio za Mikocheni hapo jijini Dar es Salaam. Niko hapa jijini Dodoma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma maarufu kama General. Na hapa hospitali hii imepokea vifaa tiba kwa ajili ya matibabu ya upasuaji wa macho pamoja na uchunguzi. Na hapa nazungumza na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, Dr. Ernest Benzi, kuzungumzia vifaa hivi vina msaada gani. Tunashukuru sana, vifaa hivi tulivyovipata vitaweza kusaidia kurudisha tabasamu kwa wananchi, kuwezesha kuendelea kuona vizuri. Lakini tuendelee kushukuru sana tena vifaa hivi vilivyotufikia. Hawa ndugu zetu wanatusaidia kulipa deni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao sisi amekuwa anadai deni kubwa ambao ni la kutoa utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo sisi hivi vifaa vilivyotufikia leo tutafanya watu wengi wazidi kuona na kurejesha tabasamu kwao. Kwa sasa hivi, zamani tulikuwa tunapata wagonjwa wachache ambao wanafika kama wagonjwa mpaka 200 kwa mwezi, lakini kwa leo tunapokea wagonjwa 900 mpaka 1200 kwa mwezi, na wengi wanafanywa upasuaji wa macho na wanarejeshewa uwezo wao wa kuona vizuri kabisa. Uwezo mkubwa wa upasuaji na kupima uwezo wao wa kuona, lakini pia kwa wale ambao wanahitaji miwani watapata miwani kupitia hivi vifaa. Sababu vilivyoletwa vinaweza kugundua uwezo wa kuona, na wale wenye shida kubwa za ambazo zinahitaji upasuaji zitatuonesha ni upasuaji gani ambao unahitajika. Katika vifaa hivi vilivyokuja ni vifaa vya kupima pressure ya macho. Kuna microscope kwa ajili ya kufanyia operation ya mtoto wa jicho, ambao hii mara nyingi tunaitumia tukiwa tunaenda katika wilaya, kwa sababu tunawafikia wale wagonjwa ambao wanahitaji wana tatizo la mtoto wa jicho katika wilaya zetu za mkoa wa Dodoma. Kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa wanashindwa kuja katika hospitali yetu. Kwa hiyo sisi tunawafuata kule, na kwa sababu kuna miundombinu mizuri iliyotengenezwa tayari, sema tu haina vifaa, na maana vifaa hivi vitatusaidia kuweza kutoa huduma kwa wale wananchi kule vijijini. Vifaa hivi ni vya tiba ya afya ya macho na vina gharimu zaidi ya milioni 100, na tumevikabidhi leo hii kama mwendelezo wa jitihada za shirika letu la Sightsavers, ambapo tunaamini yale magonjwa yanayosababisha upofu yanaweza kuzuilika. Zaidi ya 80% ya haya magonjwa yanazuilika, lakini pia tunaamini haki sawa kwa watu wenye ulemavu katika kushiriki katika maendeleo ya jamii. Kwa leo hii tumefarijika sana kuwepo hapa katika tukio hili ambalo linaenda kuchangia jitihada za serikali ya Tanzania. Tumekuwa tukijitahidi kufuata mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maeneo makubwa mawili, kwamba kwanza tumpende Baba yetu wa mbinguni, lakini pia tumpende jirani yetu. Na kama kanisa tumekuwa tukijitahidi kufuata mafundisho hayo kwa kuangalia maeneo matano, kutoa msaada katika maeneo matano kwa jamii. Kwanza elimu, pili afya, tatu maafa, 4 food security, na 5 maji safi na salama kwa watu wote. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa sababu moja tu, kwamba tunapaswa tuwapende watoto wa Baba wetu wa mbinguni. Wametusaidia kutupatia vyombo ambavyo vitatusaidia sasa kutekeleza majukumu yetu katika fani hii ya macho. Kwa kweli tutaifanya hii kazi kwa bidii, na mimi kwa niaba ya wenzangu sasa tunaahidi kwamba hivi vyombo tulivyovipata leo tutavitumia vizuri, tutavitunza ili viendelee kuwasaidia wananchi. Huo ulikuwa ni uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma pamoja na wadau waliokabidhi vifaa hivi. Kutoka hapa Dodoma sina la ziada. Mimi ni Ezekiel Mtonyole, nirudishe matangazo haya kwenu studio. Asante sana Ezekiel kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mwisho habari za saa kwa sasa. Afya Jamii inafuata vipunde. Shukrani sana.